Na leo tutajifunza kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kimya kwa watu wengi. Hili ndio somo ambalo tutakalojifunza siku ya leo. Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana yupo kimya kwa watu wengi? Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana yupo kimya kwa watu wengi? Hili ni swali ambalo linahitaji majibu, na tutaenda kwenye maandiko, kwa sababu maandiko hayakunyamaza katika jambo hili. Tutaenda kwenye maandiko, Roho Mtakatifu atusaidie kutufundisha hatua kwa hatua kwa nini inaonekana Roho Mtakatifu yuko kimya kwa watu wengi. Kwa nini? Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana yuko kimya kwa watu wengi? Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana yupo kimya kwa watu wengi? Na wakati mwingine nakuta Mkristo yuko kwenye maombi, anaomba, Mungu, mbona Roho wako Mtakatifu haongei na mimi kama zamani? Baba yangu, mbona Roho wako Mtakatifu haongei na mimi kama zamani? Roho Mtakatifu, mbona huongei na mimi kama zamani? Na mtu mwingine anaweza kauliza, mbona nasali sana, lakini mbona sisikii sauti yake? Mbona sisikii sauti yake? Naona huyu Roho Mtakatifu yuko kimya. Naona Roho Mtakatifu yuko kimya. Mbona sisikii sauti yake? Mbona sisikii sauti yake? Mbona sisikii sauti yake? Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Hili jambo halijatutokea sisi tu kwenye kipindi hiki, lakini hata baba zetu wa imani waliotutangulia, ukienda kusoma kwenye maandiko, nyakati kama hizi ambapo waliona ukimya fulani kwenye maisha yao, walipitia. Na wengine walienda mpaka mbele za Bwana kuuliza, kuna shida gani? Kuna shida gani? Kuna shida gani? Sio, naweza kuelewa hicho kitu. Tatizo sio sisi. Kwa nini tunaona kama Roho Mtakatifu amenyamaza kimya kwa watu wengi? Kwa nini wakati mwingine tunaona Roho Mtakatifu yuko kimya? Kwa nini tunaona Roho Mtakatifu yuko kimya? Kwa nini Roho Mtakatifu yuko kimya? Hili jambo halikututokea sisi peke yetu, kwa sababu hata wale tutangulia, ukisoma kwenye maandiko vizuri, utaona jambo hili. Hata wao walikutana na changamoto hii. Wakati mwingine walikuwa wanaona sauti ya Roho Mtakatifu iko kimya. Wakati mwingine walikuwa wanaona Roho Mtakatifu amenyamaza, yuko kimya. Yuko kimya. Na neno la Mungu limetupa majibu. Lakini tatizo katika jambo hili, issue sio Roho Mtakatifu. Issue ni sisi. Kwa hiyo hapa hatumwangalii Roho Mtakatifu sana, au tukapeleka lawama kwa Roho Mtakatifu. La hasha, kwa sababu Roho Mtakatifu hana tatizo lolote. Kwa tatizo ni sisi ambao tumemwekea Roho Mtakatifu mazingira ya kutokuisikia sauti yake. Tatizo ni sisi tumemwekea Roho Mtakatifu mazingira ya kuinyamazisha sauti yake ndani yetu. Narudia tena. Tatizo ni sisi tumemwekea Roho Mtakatifu mazingira ambao mazingira hayo yanaweza kuzima sauti yake ndani yetu. Kumbuka jambo hili, sauti ya Roho Mtakatifu ndani yetu inaweza ikazimwa. Sasa swali letu ni hili: kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kimya kwa watu wengi? Kwa nini? Ni mazingira ambayo sisi tumemtengenezea Roho Mtakatifu. Ni mazingira ambayo sisi tumetengeneza kwa Roho Mtakatifu kuweza kuizima sauti yake ndani yetu. Sasa ngoja nikuonyesha hapa katika kitabu cha Waebrania sura ya 5. Let me show you this. Waebrania sura ya 5.
Hiyo ni Hebrews chapter 5 verse 11. Na tunaona ninasemaje? Tazama hiki kitu hapa sasa, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida ya kueleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Tazama mstari, ngoja turudie tena na tena na tena na tena, iwe rahisi kwako kuweza kuelewa. Tazama hiki kitu, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, ni shida ya kuyaeleza, kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana yake mtu anaweza kuwa mvivu wa kusikia. Sasa tazama hiki kitu, tazama hiki kitu. Kwa niangalie hapa tafasiri ya neno imetumia Kiswahili gani ambacho inaweza kikawa ni rahisi, ambacho unaweza kuelewa kwa urahisi. Tazama tafasiri ya neno ilicho, maana imetumia lugha rahisi kidogo hapa uweze kuelewa. Tazama hiki kitu. Tunayo mengi ya kusema kuhusu habari ya ukuhani huu, lakini ni vigumu kuyaeleza kwa sababu ninyi ni wazito wa kuelewa. Ametumia wazito wa kuelewa. Manake ninaweza kuongea juu ya huyo ukuhani mkuu, lakini tatizo ninyi ni vigumu kuelewa. Kwa nini ninyi ni vigumu kuelewa? Kwa sababu ninyi ni wazito wa kuelewa. Kwa tatizo ni sikio. Ukisoma tafasiri ya SUV imeandika vizuri sana. Inasema mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa kuna shida hapa kwenye sikio. Kwa hapa tatizo sio Roho Mtakatifu. Kwa tatizo sio Roho Mtakatifu. Tatizo ni sisi hasa kwenye sikio. Kwa maana yake tumemtengenezea Roho Mtakatifu mazingira ambayo sio mazuri kwake. Sauti yake tumeitengenezea mazingira ambayo sio mazuri. Sinaweza kuelewa hicho kitu. Kwa sasa katika somo hili sasa tutaangalia sababu kuu ya kibibilia ambayo inayosababisha sauti ya Roho Mtakatifu kuonekana kimya ndani ya mwamini. Narudia tena. Katika somo hili hasa tutaenda kuangalia sababu kuu. Ziko nyingi, lakini tutaangalia sababu kuu ambayo Biblia imetuonyesha, ambayo hiyo sababu inaweza kuwa ni sababu ya kuonekana sauti ya Roho Mtakatifu kuwa kimya kwa watu wengi, na njia ya kuirejesha kuweza kuisikia vizuri tena. Njia ya kuirejesha kuweza kuisikia vizuri tena. Kwa hiyo ukimya wa Roho Mtakatifu, ukimya wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini, ukimya wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini sio kutokuwepo kwa Roho Mtakatifu ndani yake. Iliweka kwenye akili yako tena na tena na tena. Ukimya wa Roho Mtakatifu katika maisha ya waamini wengi sio kwamba Roho Mtakatifu hayumo ndani yao. Si kweli hata kidogo. Roho Mtakatifu anakaa ndani yao. Lakini tatizo ni nini? Tatizo ni mawasiliano na utambuzi wa sauti yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa tatizo lipo kwenye mawasiliano na katika utambuzi. Tunaweza tukasema perception, vyovyote vile discernment, vyovyote vile tunaweza tukatumia. Lakini tatizo lipo kwenye mawasiliano. Hapa ndipo tatizo lilipo. Na tutaenda kuangalia kwa undani kidogo. Tutaangalia kwa undani kidogo ili uweze kuelewa hatua kwa hatua kwa nini Roho Mtakatifu
anaonekana yuko kimya kwa watu wengi. Kwa nini anaonekana yuko kimya Roho Mtakatifu kwa watu wengi? Tatizo ni nini? Tatizo sio kwamba Roho Mtakatifu hayupo ndani yao. Tatizo sio kwamba Roho Mtakatifu hayupo ndani yao. Tatizo sio hilo. Roho Mtakatifu yupo, lakini tatizo ni mawasiliano kati ya huyu mwanadamu na Roho Mtakatifu. Kwa kati ya mwanadamu na Roho Mtakatifu. Tatizo ni utambuzi. Tatizo ni discernment. Tatizo ni perception, ndio unavyoperceive na kadhalika. Lakini kabla tujaendelea mbele sasa, lazima tuangalie sasa asili ya huyu Roho Mtakatifu na sauti yake. Kwa sababu hatuwezi tukaenda kuangalia sababu ambazo zinasababisha huyu Roho Mtakatifu aonekane kuwa kimya ndani ya mtu pasipo kuangalia asili ya huyu Roho Mtakatifu na sauti yake. Kwa jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tufahamu sisi kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu na Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. This is very important. Hili ni jambo la muhimu sana. Kabla tujaendelea mbele kuangalia kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi, lazima tumjue huyu Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni Mungu na Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. He's a person. He's a person. Ni nafsi iliyo hai. He's a person. Kwa maana yake, kama Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, he's a person, maana yake Roho Mtakatifu anaongea, Roho Mtakatifu anasikiliza, Roho Mtakatifu anahuzunika, Roho Mtakatifu ana wivu. Biblia inasema na huyo Roho wa Mungu akaenda neno, ana wivu kiasi cha kuugua. He's a person, ndio maana ana wivu, ana wivu. Roho Mtakatifu anapenda, anaweza akampenda mtu. He's a person, ni nafsi ambayo iko hai. Kwa Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuongea, ana uwezo wa kuhuzunika, anaweza kuona wivu, anaweza kupenda, na pia Roho Mtakatifu anaweza kunyamaza. Kwa kama Roho Mtakatifu anaweza kuongea, maana yake Roho Mtakatifu anaweza kunyamaza. Anaweza kunyamaza kwa sababu ni nafsi. Roho Mtakatifu huyu ni nafsi. Ni nafsi. Kwa sauti yake mara nyingi ikoje? Kwa sababu Roho Mtakatifu wakati mwingine anasema kwa namna tofauti tofauti. Lakini tuangalie kwenye Biblia, Biblia imetuonyesha vizuri sana. Kwa sababu hapa tumeangalia asili ya Roho Mtakatifu jinsi alivyo. Tumemwona anaongea, anaweza kuhuzunika, anaweza kuzimishwa, anaweza na kadhalika. Roho Mtakatifu ana wivu, ana upendo, anaweza kupenda. Roho Mtakatifu anasikia, Roho Mtakatifu anaona. Roho Mtakatifu. Lakini nataka tuangalie sauti ya huyu Roho Mtakatifu. Anaongeaje huyu Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu, kwa sababu hatuwezi kaenda kuangalia kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi. Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi pasipo kuangalia asili yake na pasipo kuangalia asili ya sauti yake? Kwa sababu watu wengi hawafahamu Roho Mtakatifu anaongeaje, sauti yake ikoje. Biblia haijanyamaza kimya katika jambo hili. Biblia imetuelekeza sauti ya Roho Mtakatifu ikoje. Sauti ya Roho Mtakatifu, Biblia imeeleza, sio sauti ambayo ina mshindo mkubwa au ina kishindo kikubwa vya kutisha. Hapana. Biblia inasema mara nyingi Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja kwa sauti kubwa ya kutisha. Biblia haijatuambia namna hiyo. Kwa hili ni jambo la msingi sana kama Mkristo lazima uelewe. Kwa mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu sio ya kishindo. Mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu sio ya kishindo kikubwa. Mara nyingi. Sasa tazama, kwa mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu ikoje sasa?
Biblia inatuelekeza hapa kwamba mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu ni sauti ndogo ya utulivu. Oh, haleluya! Sikiliza kwa makini, hili jambo litakusaidia katika mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu mara nyingi kwenye Biblia ilikuwa ni sauti ndogo ya utulivu. Sauti ya Roho Mtakatifu mara nyingi sio sauti ya kishindo, bali mara nyingi sauti ya huyo Roho Mtakatifu ni sauti ndogo mno ya utulivu. Ni sauti ndogo sana ya utulivu. Ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, hiyo ni First Kings, Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 11 mpaka 12. Hapa tunaangalia Biblia inasemaje kuhusu sauti ya Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu ikoje? Kwa sababu hatuwezi tukaangalia kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi pasipo kufahamu Roho Mtakatifu anaongeaje. Kwa sababu lazima tufahamu namna ambavyo huyu Roho Mtakatifu anaongea. Lazima tufahamu namna ambavyo huyu Roho Mtakatifu anaongea. Lazima tufahamu. Na Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu anavyoongea mara nyingi hatumii sauti ya kishindo, ya ushindo mkubwa na kadhalika. Mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu ni sauti ndogo ya utulivu. Mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu ni ndogo na ya utulivu. Sauti ya Roho Mtakatifu ni ndogo na ya utulivu. Sasa tazama hiki kitu katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 11 mpaka 12. Neno la Bwana linasemaje? Tazama jinsi neno la Bwana linavyosema. Akasema, toka usimame. Tazama, Mungu anaongea na tazama hapa ni Elia huyu anaambiwa, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita. Sasa tazama, ameambiwa aende asimame mbele mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima. Kwa ukaja upepo ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule. Kwa hiyo tazama, upepo ulivuma kwa nguvu ukapasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi. Kwa upepo ulipopita, upepo ulikuja kwa kishindo kikubwa, lakini upepo ulipopita, tetemeko la nchi likaja, lakini Bwana hakuwemo katika lile tetemeko la nchi. Yaweza kuwa alikuwa anatazamia Bwana labda yumo kwenye lile tetemeko, lakini Bwana hakuwemo katika tetemeko hilo. Mstari wa 12. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Kwa baada ya tetemeko, moto kaja. Tazama, tumeona upepo, Bwana hakuwemo. Tumeona tetemeko, Bwana hakuwemo. Lakini tena Biblia inatuambia na moto, kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Kwa katika moto ule Bwana hakuwamo. Sasa tazama hapa mstari wa 12, Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 12. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Oh, haleluya, haleluya. Baada ya upepo kupita, tetemeko kupita, moto kupita, ikaja sauti. Biblia inasema sauti ndogo ya utulivu. Ikaja sauti ndogo ya utulivu. Ikaja sauti ndogo ya utulivu. Kwa Roho Mtakatifu anapokuwa anasema na sisi, mara nyingi anatumia sauti ndogo ya utulivu. Mara nyingi Roho Mtakatifu anapokuwa anasema na sisi, anatumia sauti ndogo ya utulivu. Kwa unapotaka kutofautisha sauti ya adui na sauti ya Mungu, mara nyingi Mungu anatumia sauti ndogo na ya utulivu. Mstari wa 13. Ikawa Elia alipoisikia,
Eliya alipoisikia ile sauti, alijifunika uso wake kwa mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Eliya? Ilikuwa ni sauti ndogo ya utulivu mno, ikasema, unafanya nini hapa Eliya? Unafanya nini hapa Eliya? Hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu. Sasa hapa tunazidi kujifunza kuona sauti yake ilivyo, sauti yake ilivyo. Lakini swali letu liko pale pale. Tumeshajua asili ya Mungu ya Roho Mtakatifu. Tumeshajua asili ya Roho Mtakatifu, anaongea, anaweza kuhuzunishwa, anaweza kunyamaza kimya, anaweza kupenda, anaona uwivu. Hiyo ni asili ya Roho Mtakatifu. Lakini pia tumeona pia namna ambavyo sauti yake ilivyo. Tumeona mara nyingi sauti ya Roho Mtakatifu huwa akisema, anasema kwa sauti ndogo ya utulivu. Roho Mtakatifu akisema, anasema kwa sauti ndogo ya utulivu. Lakini swali letu liko pale pale. Kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kimya kwa watu wengi? Kwa nini? Sababu mojawapo ambayo Biblia imetuambia, sababu mojawapo ambayo Biblia imetuambia na kutuweka wazi, ni kuhuzunishwa kwa Roho Mtakatifu. Kuhuzunishwa kwa Roho Mtakatifu, hiyo ndio sababu kubwa, hiyo ndio sababu kubwa ambayo inasababisha Roho Mtakatifu kuonekana kimya kwa watu wengi. Narudia tena, sababu mojawapo ambayo imekuwa ni sababu kubwa na inayosababisha Roho Mtakatifu aonekane kimya kwa watu wengi ni kuhuzunishwa kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kumbuka jambo hili, Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, na hii roho au hii nafsi iliyo hai, huyu Roho Mtakatifu is a person. Anahuzunika, anaweza kana huzuni, anaweza kana huzuni. Sasa ngoja nikuonyeshe hapa, ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Sikiliza kwa makini sana, hili somo zuri litakusaidia. Ni somo maalum kwa ajili ya kutengeneza mahusiano yako na huyu Roho Mtakatifu. Sasa tazama kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Tazama jambo hili. Biblia inasema hivi, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Biblia inatukataza, this is the New Testament. Na huyu anayeongea hapa ni Paulo, ambaye alikuwa ni mwalimu wa neema. Alikuwa anafundisha sana kuhusu neema na mahusiano yetu na Roho Mtakatifu. Sasa tazama, akanafundisha habari za sisi kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Na akaliandikia kanisa la Efeso namna gani nzuri ambayo ili kanisa linaweza kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Na vitu ambavyo alilikataza kanisa hili la Efeso lisifanye kwa huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu wakifanya hivyo wanaweza kuharibu au kudhoofisha mahusiano yao na huyo Roho Mtakatifu. Sasa jambo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu analisema hapa, anawazuia hawa wa Efeso na sisi, mimi na wewe, tusifanye. Tazama anachosema hapa Paulo kwenye Efeso sura ya 4 mstari wa 30. Anasema hivi, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Anasema msimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu. Msimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu. Msimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu. Msimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu. Mpendwa, unataka uwe na mahusiano mazuri na huyo Roho Mtakatifu, usimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ndio maana anaweza kuhuzunishwa. Tazama jambo hili, Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai na anaweza kuhuzunika,
anaweza kuhuzunika, anaweza kuhuzunika. Roho Mtakatifu ni nafsi, ni nafsi, ana wivu, anaweza kuhuzunika. Huyu Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunika, huyu Roho Mtakatifu. Kwa unaweza kumhuzunisha huyu Roho Mtakatifu. Sasa nilikuwa natafuta kwenye Biblia ya Kiyunani, niangalie Biblia ya Kiyunani ilitumia neno gani. Halafu nikaenda kwenye dictionary, kwenye Strong Concordance kuangalia neno kuhuzunishwa kwenye Biblia ya Kigiriki walitumia neno gani. Halafu maana yake kwa Kigiriki walikuwa wanamaanisha nini? Maana yake nitaka maana asili kabisa. Huyu Paulo alipokuwa anaongelea msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, alikuwa anamaanisha nini kuhusu msimuhuzunishe Roho Mtakatifu? Nitaka niende deep kidogo nilipokuwa najifunza jambo hili. Nikataka nijue Paulo anapoongelea msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, kuhuzunisha alikuwa na maana gani? Na nilipokuwa nasoma nikaona Biblia ya Kiyunani ya Kigiriki imetumia neno lupeo. Lupeo kwa Kiyunani, nikaenda kwenye Strong Concordance kuangalia imedefine vipi neno hili lupeo. Nikaona kwenye Strong Concordance ameandika ni kusababisha maumivu, ni kusababisha maumivu. Kwa hiyo kuhuzunisha au kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni kumsababishia maumivu. So naweza kuelewa hicho kitu. Lupeo ni kumsababishia maumivu. Maana nyingine ni kusababisha huzuni, ni kusababisha dhiki. Kwa maana yake Biblia inaposema msimhuzunishe Roho Mtakatifu, maana yake ni rahisi. Maana yake msimsababishie Roho Mtakatifu maumivu, msimsababishie Roho Mtakatifu huzuni, msimsababishie Roho Mtakatifu dhiki ndani ya moyo wake. Kwa hiyo maana yake tunapoangalia neno lupeo katika tafasiri ya Kiyunani ya Kigiriki, tunaona ni kusababisha maumivu, ni kusababisha huzuni, ni kusababisha dhiki ndani ya moyo. Kwa maana yake tunapomhuzunisha Roho Mtakatifu, Paulo anapoongelea kumhuzunisha Roho Mtakatifu, Paulo anaongelea kuhusu kumsababisha maumivu huyo Roho Mtakatifu ndani ya moyo wake, kusababisha huzuni ndani yake au dhiki ndani ya moyo. Sasa haya yote ukiangalia mambo matatu kwenye neno lupeo, haya yote yanathibitisha kuwa Roho Mtakatifu ana upendo. Tasoma hiki kitu. Ukiangalia neno hili lupeo kwa tafsiri ya kwenye Strong Concordance, ukiangalia neno lupeo, tafsiri aliyotupa yeye, kusababisha maumivu, kusababisha huzuni, dhiki moyoni. Hii inatuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ana upendo. Roho Mtakatifu ana upendo. Kwa sababu huwezi kuhuzunishwa na mtu ambaye usiyemjali. Huwezi kuhuzunishwa na mtu usiyemjali. Unahuzunishwa tu na mtu ambaye unampenda pale anapokwenda kinyume na wewe. Narudia tena. Unapokuwa kwenye mahusiano na mtu, huwezi kuhuzunishwa na mtu usiyempenda. Huwezi kuhuzunishwa na mtu usiyempenda. Maana yake mtu unayempenda pale anapokwenda kinyume na wewe, unaumia, unahuzunishwa, unapata dhiki ndani ya moyo wako. Mtoto wako unayempenda akifanya sivyo ndivyo, moyo wako kama mzazi hauwezi ukafurahia. Maana yake mtoto wako anaweza kukuhuzunisha kwa kufanya vibaya, kwa kufanya kinyume na wewe. Kwa maana yake Biblia inapoongelea msimhuzunishe Roho Mtakatifu, maana yake usimpe maumivu Roho Mtakatifu, usimsababishie maumivu, kwa sababu ni maumivu ya upendo. Ni upendo wa Mungu kwako ndio unaosababisha maumivu ndani yake. Ndio maana neno la Bwana linasema msimsurubishe tena Bwana Yesu mara ya pili.
Maanake msimuhuzunishe, msimuumize, ndio maana yake. Kwa unapokuwa kwenye mahusiano na Roho Mtakatifu, usimuhuzunishe, usimuumize. Na hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya Roho Mtakatifu kuhuzunishwa na watu wengi. Wamemuumiza moyo wake, wamesababisha huzuni ndani yake, dhiki moyoni, na hii imekuwa sababu ya kuona ukimya ndani yake. Kwa hiyo maana yake sasa, unapouona ukimya wa Roho Mtakatifu ndani yako, unapouona ukimya wake unapomhuzunisha, ule ukimya unaouona ndani yako sio ukimya wa kisasi. Tazama hiki kitu. Unapouona ukimya wa Roho Mtakatifu pale unapomhuzunisha, si ukimya wa kisasi, bali ukimya wa maumivu ya mahusiano baina ya watu wawili wanaopendana. Narudia tena. Ukiona ukimya wa Roho Mtakatifu ndani yako, sio ukimya wa kisasi. Sio kwamba Roho Mtakatifu analipa kisasi ndani yako pale unapompuuza pale. Huu ni ukimya sasa, ukimya wa upendo wa mahusiano baina ya watu wawili wanaopendana. Kwa hiyo ni kama mzazi anayeumia moyoni mwake kumuona mwanae akiharibikiwa, au mumeo au mkeo anapokuwa mnaishi pamoja na nyumbani, anapofanya mambo mabaya, pale unapoumia moyo, unapohuzunishwa, na wakati mwingine zoka nyamaza kimya ili ajirekebishe, ili ajitafakari labda kuna tatizo mahali. Kwa ukimya wa Roho Mtakatifu ndani yetu si wa kisasi, bali ni ukimya wa upendo wa mahusiano baina ya watu wawili wanaopendana. Sasa ni nini hasa kinamhuzunisha Roho Mtakatifu? Hili ni swali, kwa sababu tumeona kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kwa kimya kwa watu wengi, na sababu moja wapo ambao tumeiona ni kwa sababu tunamhuzunisha yeye. Kuhuzunishwa, ndio maneno ya Bwana anasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, kwa sababu mnapomhuzunisha mnaleta ukimya ndani yake. Unapomhuzunisha maana yake unamzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Unapomhuzunisha Roho Mtakatifu, nini kinatokea? Unamzimisha huyo Roho Mtakatifu ndani yako. Unamzimisha huyo Roho Mtakatifu ndani yako. Unamzimisha huyo Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa nini hasa ambacho kinamhuzunisha Roho Mtakatifu? Hili ni swali lazima tujiulize. Kama kuhuzunishwa kwa Roho Mtakatifu ndio sababu moja wapo ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu kuwa kimya kwa watu wengi, je, nini ambacho kinachomhuzunisha Roho Mtakatifu? Sasa hapa ukitazama utakuja kugundua kwamba, na utaona kwamba watu wengi au Wakristo wengi wanaamini kwamba Roho Mtakatifu huwa anahuzunishwa na dhambi kubwa ambazo tunazozitenda. Hiki ndio kitu ambacho waamini wengi au Wakristo wengi ambacho huwa wanafikiri kwamba Roho Mtakatifu huwa anahuzunishwa na dhambi kubwa ambazo tunazozitenda, mfano labda uzinzi, kuua na kadhalika. Wanafikiri labda kuzini au kuua au kufanya dhambi yoyote ambao wao wanahisi ni kubwa, wanafikiri kwamba kufanya hayo ndio tu kuna mhuzunisha peke yake Roho Mtakatifu. Hapana. Hata vile vitu ambavyo sisi tunaviona ni vidogo vidogo, hivyo vinamhuzunisha Roho Mtakatifu pia. Narudia tena. Si tu zile dhambi ambazo sisi tunaziona ni kubwa kama kuua. Unaweza kuona mtu labda ameua au amefanya uzinzi, unaona labda sauti inanyamaza, unaona Roho Mtakatifu amenyamaza ndani yake. Mbona haongei na mimi kama alivyokuwa anaongea hapo awali? Lakini hata vile vitu vidogo vidogo ambapo unavifahamu wewe,
vinamhuzunisha Roho Mtakatifu pia. Sasa ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Kitabu cha Waefeso sura ya 4, sisi tumetazama mstari wa 30. Kwa hiyo nisome mstari wa 30 afu nije kuonyesha kitu fulani hapa. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Tazama Paulo anachosema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu msimhuzunishe. Na hakuishia tu kusema Roho Mtakatifu, bali anasema Roho Mtakatifu wa Mungu msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa tazama, hakuishia tu kutuambia tusimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu. Ametupatia sababu ambazo zinaweza kusababisha huyu Roho Mtakatifu akahuzunishwa. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Sasa ukitazama kwenye hii Waefeso sura ya 4, ukitazama mistari ambayo imezunguka huu mstari wa 30, ukienda juu na ukishuka chini, utaweza kuona vitu ambavyo Paulo anaongea ambavyo ni sababu ya sisi kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa ukisoma hiyo mstari wa 25 mpaka 31, utaona Paulo hapa anataja vitu ambavyo mara nyingi tunaviona sisi ni vidogo kila siku, lakini ni vitu ambavyo vinavyomhuzunisha Roho Mtakatifu. Tazama hicho kitu. Ukitazama kuanzia mstari wa 25 katika kitabu cha Efeso sura ya 4, Ephesians chapter 4, kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 31, utaona Paulo anataja katika mistari hii, anataja vitu ambavyo mara nyingi sisi wa Kristo tumekuwa tukiviona ni vidogo vidogo na kuvidharau, lakini hivyo ndivyo ambavyo vinamuumiza au vinamhuzunisha Roho Mtakatifu kila siku. Sasa ngoja nikuonyeshe hapa hivi vitu ambavyo Paulo anavitaja hapa katika kitabu cha Efeso sura ya 4, vitu ambavyo vinamhuzunisha Roho Mtakatifu. Tazama mstari wa 25, anataja kitu cha kwanza hapa. Kitu cha kwanza ambacho kwa tuvitaje vitu ambavyo vinamhuzunisha Roho Mtakatifu, ambavyo sisi tunaviona ni vidogo vidogo, lakini Paulo amevitaja hapa alipokuwa anaongelea msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Lakini ametaja vitu ambavyo vinamhuzunisha huyo Roho Mtakatifu, na hivi vitu ambavyo vinamhuzunisha Roho Mtakatifu ndio vinavyofanya Roho Mtakatifu aonekane kwa kimya kwa watu wengi. Sasa tazama mstari wa 25, unataja jambo la kwanza ambalo linamhuzunisha Roho Mtakatifu ni uongo. Ni uongo. Sasa tazama hapa mstari wa 25, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Kwa anasema uvueni uongo. Tukitaka tuwe na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, tuvue uongo. Tukitaka tuwe na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, tuvue uongo, tukaseme kweli kila mtu na jirani yake. Sema ukweli kwa mume wako, sema ukweli kwa mke wako, sema ukweli kwa bosi wako, sema ukweli. Ukitaka uwe na mahusiano mazuri, usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Uvue uongo, uvue uongo, uvue uongo. Kila mtu na jirani yake, vua huo uongo, uvue huo uongo. Kwa nini Roho Mtakatifu anahuzunishwa na uongo? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa kweli. Ndio maana unaweza kuona katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13, Yesu anamuintroduce Roho Mtakatifu kama Roho wa kweli. Roho Mtakatifu ni Roho wa kweli, maana yake yeye ni kweli. Kwa tunaposema uongo, hata huo ni uongo mdogo kiasi gani, tunapingana na asili au nature ya Roho Mtakatifu. Tunapokuwa tunasema uongo, hata kama ni uongo mdogo kiasi gani, tunapingana na asili ya huyu Roho Mtakatifu.
kwa sababu asili yake ni kweli. Kwa maana yake tunapokuwa tunasema uongo, maana yake tunapingana na hiyo kweli, maana yake tunakuwa tunapingana na huyo Roho Mtakatifu, na hicho kitu kinamhuzunisha Roho Mtakatifu. Anatuona tunaposema uongo mchana kweupe na macho yetu yakiwa makavu, tunasema uongo kwa ujasiri mkubwa. Roho Mtakatifu anahuzunika. Roho Mtakatifu anahuzunika. Si kwamba anaondoka, yupo anakaa ndani yako, lakini unamhuzunisha huyo Roho Mtakatifu. Jambo la pili ambalo linamhuzunisha Roho Mtakatifu ni hasira inayokaa. Paulo ametaja hapa kila kimoja baada ya kingine. Sasa tazama hapa, ukitazama mstari wa 26 na mstari wa 27, anaongea kitu cha pili ambacho kinachomhuzunisha Roho Mtakatifu. Tazama anachosema: muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Tazama hicho kitu, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa maana yake tunapokuwa na kinyongo na uchungu ndani yetu, tunampa shetani nafasi. Ndio maana anasema hivi, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Jua lisizame, huo uchungu ukiwa bado ndani ya moyo wako. Kwa lugha rahisi ni hii: usiende kulala ukiwa na huo uchungu ndani ya moyo wako. Ukilala pamoja na uchungu ulio ndani ya moyo wako juu ya mume wako, ukilala na huo uchungu ndani ya moyo wako juu ya mke wako, au juu ya mtoto wako, juu ya mzazi wako, juu ya bosi wako, juu ya mfanyakazi wako, juu ya wasaidizi wako, juu ya mtu yoyote, juu ya jirani yako, ukilala na huo uchungu, unamhuzunisha huyo Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo anasema muwe na hasira ila msitende dhambi, na jua lisichwe, maana jua lisizame na uchungu wenu ukiwa bado hujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa maana yake tunapokuwa na kinyongo, tunampa ibilisi nafasi ya kuharibu maisha yetu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Roho Mtakatifu hawezi kukaa chumba kimoja na akavumilia chumba ambacho kina harufu mbaya ya kinyongo cha ibilisi. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye chumba kimoja. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye chumba kimoja na uchungu na kinyongo cha ibilisi. Hawezi kukaa, hawezi kuvumilia. Utamzimisha tu, utamzimisha tu, utamzimisha tu. Na utaanza kuona sauti yake inanyamaza kila siku. Yupo, lakini utaanza kuona sauti yake inanyamaza, 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 inanyamaza. Ukitaka umfurahishe Roho Mtakatifu, achilia, achilia. Usilale na uchungu ndani ya moyo wako juu ya mume wako. Usilale na uchungu juu ya bosi wako, juu ya mchumba wako. Forgive, samehe na achilia. Jambo jingine la tatu ambalo linamhuzunisha Roho Mtakatifu ni neno ovu. Ni neno ovu. Tazama hapa mstari wa 29. Tazama mstari wa 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili wapewe neema wanaosikia. Neno lolote lililo ovu, neno lolote lililo ovu lisitoke kwenye vinywa vyenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kwa hiyo neno ovu linalotoka kwenye vinywa vyetu linamhuzunisha Roho Mtakatifu. Neno ovu, neno ovu maana ni maneno ya kuoza, maneno ya matusi, maneno ya kusengenya, maneno yanayovunja moyo wengine. Hayo maneno ya namna hiyo, maneno ya kuoza, maneno ya matusi, maneno ya kusengenya, maneno yanayovunja moyo wengine,
Unakatisha tamaa wengine kwenye kazi ya Mungu, unakatisha tamaa wengine kwenye biashara, unawakatisha tamaa wengine kwenye kusoma. Maneno ya namna hiyo yanamhuzunisha Roho Mtakatifu, na Biblia imeyatem kama maneno lolote lililo ovu lisitoke kwenye vinywa vyenu, bali kwenye kinywa chako litoke neno jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Roho Mtakatifu hutumia ulimi wetu kubariki. Roho Mtakatifu huwa anatumia vinywa vyetu sisi ambao tuko na yeye, sisi ambao tumempokea. Roho Mtakatifu anatumia vinywa vyetu kubariki. Sasa tukitumia vinywa hivi ambavyo Roho Mtakatifu anatumia kubariki, tukitumia vinywa hivi ambavyo Roho Mtakatifu anatumia kubariki, tukalaani wengine, tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. Tukitumia vinywa hivi kutukana wengine, kusengenya wengine, kuwasemea uongo wengine, tunamhuzunisha Roho Mtakatifu, na mwisho utashangaa ile sauti yake inanyamaza. Hizi ndio sababu ambazo zinasababisha Roho Mtakatifu anaonekana kwa watu wengi kwamba yuko kimya. Tunaweza kuelewa hicho kitu. Jambo jingine la 4, ghadhabu. Ghadhabu na uchungu ndani yako. Sasa tazama mstari wa 30, tunauruka kwa sababu mstari wa 30 unasema wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa maana yake ameyataja hayo yanamhuzunisha Roho Mtakatifu. Anaendelea mbele mstari wa 31, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Kwa makelele, matukano, matusi yamejaa kwenye kinywa chako. Umeokoka na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, yupo ndani yako. Mheshimu Roho Mtakatifu. Ona aibu mbele zake maneno mabaya ya aibu yanapotoka ofisini kwako, unapokuwa ofisini kwako, yanatoka kwa kinywa chako unapokuwa ofisini na umeokoka na Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Mtu akikugusa kidogo tu unalipuka, unatamka maneno mabaya ya laana. Mume wako akikukosea kidogo tu unafunguka, unatamka maneno ya laana mabaya ya kelele. Unamhuzunisha Roho Mtakatifu, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Mtoto wako akikukosea kidogo unatamka maneno mabaya ya laana, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Na hayo ndio yanayosababisha sauti ya Roho Mtakatifu inanyamaza ndani yako. Hii ndio sababu kwani Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi. Roho Mtakatifu anaonekana kuwa kimya kwa watu wengi. Mtu ametoka kumtamkia maneno mabaya mtoto wake ya laana, anaenda kupiga magoti, anasahau kutengeneza na huyo Bwana Yesu. Anaona ni kawaida tu, anaona ni kitu kidogo tu cha kawaida. Ametoka kutamka maneno mabaya juu kwa mume wake kwamba tutaona kama utafanikiwa, au baba mtoto wake au mama mtoto wake ametoka kutamka maneno mabaya juu yake kwamba tutaona kama utafanikiwa, kwa maana mimi ni mtumishi wa Mungu, tutaona kama utafanikiwa na kadhalika. Kwa sababu wamepishana tu, hawajaelewana. Kwa sababu tuna baba wa mtoto hajatuma matumizi, lakini mama aliyejazwa Roho Mtakatifu kinywa chake kinatoa maneno mabaya yaliyooza yenye harufu mbaya. Roho Mtakatifu anahuzunishwa na hayo yote. Hiyo ndio sababu unaweza kuona Roho Mtakatifu anakuwa kimya ndani yako. Unatafuta sababu mpaka uvunguni. Unafikiri, unasema mbona mimi sijaua? Mbona mimi sijazini? Lakini vile vitu ambavyo unaviona vidogo vidogo, Paulo anatuambia mstari wa 30, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila aina ya ubaya. Hayo yote yaondoke kwenu. Kwa hali ya kutokuwa na kusamehe, moyo kuchafuka, kelele nyingi, kuna izima hiyo sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa Roho Mtakatifu anahuzunishwa sana na namna ambavyo tunaishi na watu wengine. Ndio maana Yesu anasema amri iliyokuu ni upendo. Mpendeni Bwana Mungu wenu kwa moyo wenu wote. Mpendeni Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote. 2, umpende jirani yako. Kwa Roho Mtakatifu konsani yake ni namna ambavyo unaishi na watu wengine, namna unavyoishi na mume wako, namna unavyoishi na mke wako, namna unavyoishi na watoto wako, namna unavyoishi na binti wako kazi,
namna unavyoishi na wafanyakazi wenzako, you should be very careful. Namna unavyowatreat, namna ambao maneno yanatoka kwenye kinywa chako. Usiwatamkia wafanyakazi binti wako wa kazi maneno mabaya ya matukano, unamtukana. Usifanye hivyo, kwa maana Roho Mtakatifu yuko ndani. Unapofanya hivyo, unaizimisha ile sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo mahusiano mabaya na watu wengine, tunapokuwa na mahusiano mabaya na watu wengine, yanaharibu mahusiano yetu na Roho Mtakatifu. Ndio maana Baba anatuambia tusamehe kwanza waliotukosea, ili na Baba yetu aliye mbinguni aweze kutusamehe. Kwa sababu huwezi ukamchukia jirani au mtu ambaye unamuona ukampenda Mungu usiyemuona. Biblia inasema utakuwa ni unafiki, huo ni uongo. Huwezi ukamchukia mume wako alafu kusema unampenda Mungu. Huwezi ukamchukia mke wako alafu kusema unampenda Mungu. Huwezi ukamchukia jirani yako alafu ukasema unampenda Mungu. Huwezi ukamchukia mtoto wako, mzazi wako, na ukasema unampenda Mungu. Huwezi kumpenda Mungu usiyemuona wakati unamchukia jirani yako unayemuona. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia mke wako unayemuona. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia mume wako unayemuona. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia bosi wako unayemuona. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia mfanyakazi mwenzako unayemuona. Huo ni uongo, huo unakuwa ni unafiki. We should love our neighbors. Lazima tuwapende waliotuzunguka. Biblia haijasema tuamini, Biblia imesema tuwapende hao. Na Biblia ikaenda mbali zaidi, hata hao maadui zetu Biblia inasema tuwapende tu. Kwa tunapomhuzunisha Roho Mtakatifu, matokeo yake ni nini? Au dalili zake kuona tumemhuzunisha Roho Mtakatifu, dalili zake ni zipi? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vitakavyokuonyesha katika maisha yako ya kiroho kwamba hizi ni dalili ambazo umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Kuna dalili ambazo utaanza kuziona. Dalili ya kwanza, utaanza kuona unapoteza uhakika wa wokovu unapomhuzunisha Roho Mtakatifu. Dalili ya kwanza utakaoanza kuiona, utaanza kuona unapoteza uhakika, assurance of salvation. Unaanza kupoteza ule uhakika wa wokovu. Kwa unaanza kuwa na mashaka na wokovu wako. Unaanza kuwa na mashaka na wokovu wako. Ukianza kuwa na mashaka na wokovu wako, jua mahusiano yako na Roho Mtakatifu kuna mahali hayako sawa sawa. Kuna mahali umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Ukianza kuwa na mashaka na wokovu wako, jua kuna mahali fulani ambapo hapako sawa sawa, hapako sawa sawa. Kwa lazima utengeneze. Kwa unaanza kupoteza uhakika wa wokovu. Kwa unaanza kujiona kama Mungu hakupendi au Mungu hayuko na wewe. Kwa ukianza kuona unahisi kwamba Mungu hayuko na wewe, ukianza kuona kama Mungu hakupendi, ukianza kuona una mashaka na wokovu wako, jua kuna mahali ambapo umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Jambo la pili, au dalili ya pili ambayo inaanza kukuonyesha kwamba umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Jambo la pili, kukauka kwa neno. Unaanza kuwa mkame ndani yako. Huku ndani kuna kauka. Unasoma Biblia, unasoma kama story tu, hupati hata mafunuo. Huku ndani kunaanza kukauka. Kwa nini? Kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu umemhuzunisha. Kwa lazima ukae, utafakari na muombe Roho Mtakatifu akusaidie ni wapi ili uweze kutengeneza na yeye. Kwa unaanza kuona huku ndani pamekauka. Unaanza kuona huku ndani pamekauka. Unaanza kuona huku ndani pamekauka. Dalili ya tatu. Dalili ya tatu, maombi kuwa mazito. Unaanza kuona maisha yako maombi yanakuwa mazito sasa. Unapokuwa unaomba ndani kwako, unahisi kama maombi Mungu hasikii. Unaona kama maombi yako yanagonga juu ya dari yanarudi chini. Unaona kama Mungu hasikii. Unaona maombi yako yanakuwa mazito. Unapiga magoti unaomba, unaona maombi hayana mtiririko mzuri. Huo ni bubujiko.
Unaona kukauka huku ndani kwenye maisha yako ya maombi. Unaona maisha yako ya maombi yanakuwa mazito. Sababu moja hapa ya kufanya maisha yako ya maombi kuwa mazito, kuna mahali ambapo umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Kuna mahali tu. Kwa lazima utengeneze na Mungu wako. Dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Ni nini? Unaanza kushindwa na dhambi hata nyepesi tu. Yale majaribu madogo tu ya kuvuka, unaanza kushindwa. Unaanza kuona unaanguka kwenye dhambi kwa urahisi tu. Na pasipo hatia yoyote, pasipo sauti yote inayopiga kelele ndani yako. Ukiona hicho kitu, ukiona hiyo dalili, ujue kuna mahali ambapo umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa sababu ile nguvu ya kushinda majaribu, unapokuwa unamhuzunisha Roho Mtakatifu, ile nguvu ya kushinda majaribu inapungua sana. Kwa sababu yule msaidizi umeanza kujitenga naye katika utendaji wake. Kwa sababu yeye ndiye anayekusaidia kushinda majaribu. Japokuwa yupo ndani yako, hajaondoka, yupo ndani yako. Lakini unaanza kuona kama ile nguvu ya utendaji wake inapungua kwa sababu umemhuzunisha, humuengage katika maisha yako, humuengage katika udhaifu wako. Hizo ni dalili ambazo zinaonyesha umemhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa dawa ni nini sasa? Kurudisha, tuanze kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu tena kama awali. Dawa ni nini sasa? Ili tuanze kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu kama awali. Dawa ni nini? Tufanye nini sasa? Dawa yake ni moja tu. Ni kurudisha mahusiano yako mazuri na huyu Roho Mtakatifu. Dawa ni moja tu. Ni kurudisha mahusiano yako na huyu Roho Mtakatifu. Rudisha mahusiano yako mazuri na huyu Roho Mtakatifu. Utakaporudisha mahusiano yako na huyu Roho Mtakatifu, kuna kitu kitatokea. Utakaporudisha mahusiano yako mazuri na huyu Roho Mtakatifu, kuna kitu kinatokea. Sauti ya Roho Mtakatifu itaanza kurejea kwako. Utakapoanza kurejesha mahusiano yako na huyu Roho Mtakatifu, kutambua uwepo wake, kumjali, kumtii, kumheshimu na kadhalika, utaanza kuona sauti yake inarejea. Utaona sauti yake inarejea. Utaona sauti yake inarejea. Kwa mchakato wa kurejesha sauti yake, nafanyaje sasa mtumishi wa Mungu? Sauti ya Roho Mtakatifu irejee. Mahusiano yetu na Roho Mtakatifu irejee. Jambo la kwanza ni kukubali. Pale ulipokosea, kubali umekosea. Kubali umemhuzunisha, kubali umekosea. Roho Mtakatifu anataka uconfess, ukiri, uungame, ukiri kwamba umekosea. Kumbuka Roho Mtakatifu hatembei na wenye kiburi. Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini wanyenyekevu huyo Mungu anawainua. Kwa kubali kwamba ndio nimekosea, kwa kusema uongo, kwa kukasirika, kwa kusengenya. Usitetee dhambi hata kidogo. Narudia tena. Kubali umekosea. Kubali umesema uongo. Kubali umesengenya. Kubali umemchukia mume wako. Kubali uliweka uchungu ndani ya moyo wako. Umekana kinyongo juu ya mume wako kwa miaka kadhaa. Umekana kinyongo juu ya baba mtoto wako kwa miaka kadhaa. Umekana kinyongo juu ya bosi wako kwa miaka kadhaa. Kubali umekosea. Usihalalishe dhambi hata kidogo. Usitetee dhambi hata kidogo. Dhambi sio ya kuitetea, itakudhalilisha, itakuaibisha na itakuharibia mahusiano yako na huyo Mungu. Dhambi sio ya kuitetea. Dhambi sio ya kuihalalisha. Dhambi inaharibu mahusiano yako na huyo Roho Mtakatifu. Dhambi inaharibu uhusiano wako mzuri, urafiki wako mzuri na huyo Mungu. Kubali umekosea.
naenda mbele zake. Jambo la pili, naenda mbele zake kwa toba. Toba maana yake geuka, umtazame yeye. Geuka na kuiacha tabia hiyo mbaya. Geuka na kuiacha hiyo tabia mbaya. Geuka na kuiacha hiyo tabia mbaya. Tubu. Tubu. Toba. Toba ni dawa ya kurejesha mahusiano yaliyoharibika. Toba ni dawa ya kurejesha hiyo sauti ya Roho Mtakatifu iliyonyamaza ndani yako. Toba ni dawa ya kurejesha hiyo sauti ya Roho Mtakatifu iliyonyamaza ndani yako. Toba ni dawa. Geuka. Acha tabia yako mbaya. Mrejee yeye. Tengeneza mahusiano yako na huyo Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, ili uweze kurejesha sauti ya Roho Mtakatifu kwako, omba rehema sasa. Omba Bwana kusafisha na kukuosha kwa damu yake. Aisafishe dhamiri yako, hakuoshe, hakufanye upya. Utakapoomba rehema, Bwana atakutakasa na atakuosha kwa damu yake. Jambo la nne, mualike tena huyo Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Mualike huyo Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kumwalika, yupo ndani yako. Kumwalika maana yake ni kumruhusu atekova kile eneo la maisha yako. Mualike tena, mkaribishe tena. Mwambie Roho Mtakatifu, karibu tena. Chukua nafasi yako kwenye maisha yangu. Hisia zangu zilinitawala, tamaa mbaya zilinitawala. Roho Mtakatifu, karibu tena kwenye maisha yangu. Utawale kila eneo katika maisha yangu. Utawale kila eneo katika maisha yangu. Karibishe. Mwambie Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Karibu Roho moyo ni mwangu. 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 Kwa tunapomhuzunisha Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu ni rafiki yetu wa karibu aliye ndani yetu, tunapomhuzunisha Roho Mtakatifu hawezi kujisikia vizuri, kwa sababu ni rafiki anayetupenda. Tunapofanya kinyume na mapenzi yake, Roho Mtakatifu hafurahii hata kidogo. Anajisikia vibaya anapoona matendo yetu mabaya. Tunamhuzunisha, anaanza kuona sauti yake, ananyamaza kimya. Na ananyamaza kimya kwa lengo moja tu, ili tuweze kutafakari na kuziacha zile njia zetu mbaya. Sababu kubwa kunyamaza Roho Mtakatifu ndani yetu, ili tutafakari, tumtafakari yeye, tutafakari tulipokosea, na tuweze kurudi, turejee ule upendo wetu wa kwanza. Hiyo ndio sababu wakati mwingine Roho Mtakatifu ananyamaza ndani yetu. Kwa ukiona ukimya ndani yako, ni wito wa Roho Mtakatifu. Unapoona ukimya wa Roho Mtakatifu ndani yako, unapoona sauti ya Roho Mtakatifu wakati mwingine imenyamaza ndani yako, ujue ni wito wa Roho Mtakatifu. Anakuita uje mezani miamalize. Anakuita nje mezani kwa sauti ndogo ya utulivu. Anakuita uje mezani, mkae miamalize, mtengeneze mahusiano yenu yarudi yawe mapya. Mahusiano yenu yawe mapya, yawe mapya. Kwa ukitaka Roho Mtakatifu, mahusiano yenu yawe mapya na Roho Mtakatifu, kubali, tubu, geuka, omba rehema. Bwana Yesu akuoshe kwa damu yake. Omba rehema. Na 4, mwisho, mualike tena aje ndani yako. Moyo ni mwangu. Karibu Roho moyo ni mwangu. Karibu Roho
moyoni mwangu. Karibu Roho moyoni mwangu. Karibu Roho moyoni mwangu. Upo unanisikiliza, unanitazama, nataka umpokee Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa mtumishi, nimeishi maisha ya dhambi, imetosha sasa. Ninamhitaji Roho Mtakatifu. Ninamhitaji Roho Mtakatifu. Ninamhitaji Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hao uliyekuwa umerudi nyuma, unasema mtumishi, nimesikiza neno hili, nataka nitengeneze na huyu Bwana Yesu. Nataka nitengeneze na huyu Roho Mtakatifu. Nataka nitengeneze na huyu Roho Mtakatifu. Angali bado ni mapema. Nataka nitengeneze naye. Usisubiri siku zikaenda ukawa na haribu mahusiano yako tu. Tengeneza na yeye. Tengeneza na yeye. Tengeneza na yeye. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako. Alafu uombe sala hii ya toba pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe Bwana Yesu. Unisamehe Mungu wangu. Nisamehe baba yangu. Nisamehe Mungu wangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani ya moyo wangu. Utawale maisha yangu. Ukae ndani yangu. Uwe rafiki yangu. Uwe kila kitu kwangu. Unipe nguvu ya kuishinda dhambi. Unipatie nguvu ya kushinda vishawishi. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utatuandikia kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako, andika mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo, na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa wa kadhaa utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakutumia mwongozo kadhaa wa kadhaa utakao kusaidia sasa katika safari yako ya kwenda mbinguni. Na jitahidi kununua Biblia. Jitahidi kununua Biblia kama hauna, jitahidi kununua Biblia, na kama upo kwenye nchi ambao au mkoa ambao ni ngumu kidogo kupata Biblia kirahisi, upo nchi au mkoa ambao ni ngumu kupata Biblia kirahisi, unaweza kaenda Play Store au App Store na ukadownload Biblia yako na ukawa unajisomea. Kwa Mungu wa mbinguni atakubariki, na Mungu wa mbinguni atakubariki.